Isaya 50 mstari wa 4 na wa 5. Kila moja la lango ni sikio na Pendo wa Bwana, tunaendelea kujifunza hapa. Tunajifunza somo linalosema malango ambayo shetani huyatumia kutesa wanadamu. Lakini nikisema shetani, usizani tu ni shetani, hata Mungu anaweza kutumia. Lango la kwanza tulisema nywele, ambalo nywele shetani anaweza kuzitumia. Wanawake kama unajipamba unajiweka manywele ya bandia, hilo ni lango la mashetani. Unapaka mapiko, una bleach, sijui unafanya nini, unajua wenyewe. Ni malango ya mashetani. Unavaa manywele ambayo Mungu hajakupa kabisa, ni manywele ya manani? Ya mashetani. Ni lango ambayo shetani anaweza kutumia kusumbua. Lakini hata kwa wanaume, maeneo ambayo unaenda kunyoa, hakikisha unakuwa na uhakika katika roho kabisa kwamba unapoenda kunyoa ni salama, ni sehemu salama. Hata mwanamke kama wasiju unasukaga nywele zako, kama unashuka hizo nywele zako, basi usizani kila mikono inayopita kichwani mwako basi ni mikono salama. Hata kuombea huko kwa mikono vichwani, sikataze, si jambo baya, lakini tuwe makini sana kwa sababu shetani anaweza kutumia pia hata mikono ya watu wengine kubeba nyota yako kupitia nywele zako, yani utukufu wako, heshima yako. So nywele zikishaibiwa automatically ile heshima yako inaondoka, au tunaita utukufu, the glory of God, yani ile utukufu ya Mungu inapotea. Lakini pia omba toba na hilo eneo, mwambie Mungu nisamee na nini na kadhalika. Lakini pia tumekuja eneo la masikio pia, yale uliyosikiliza yanakunajisi mbele za Mungu, na Mungu hawezi akatumia masikio yako kumsikia kama wewe masikio yako ulishasikia vitu vya hovyo. Wanawake ombea yule fulani, mara unamsema fulani, mara swali yake kubwa kama nani, na wewe unatega masikio vyako na unachangia. Jua tu kabisa kwamba masikio yako yanani. Kwa nini cha kufanya? Omba toba. Tumesoma pa Isaya 50 mstari wa 4 na wa 5. Bwana Mungu amezibua sikio langu na sikuwa mkaidi wala sikurudi nyuma. Wala sikurudi nyuma. Sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, zibua masikio yangu. Yaanze kusikia. Ninakataa ukaidi na sitarudi nyuma kwa sababu umeazibua masikio yangu. Amen. Okay, lango lingine lango la macho. Macho yanaweza kama ameona mambo mengi. Unajua tumeishi duniani hapa, tuna mambo mengi ambayo tumeyaona. Tuna nini? Biblia inasema taa ya mwili nini? Ni macho. Sikumbuki pale ni andiko gani. Ni Mathayo sijui ngapi. Taa ya mwili ni jicho. Mathayo 6. Mathayo 6. Mtu angalie mstari wa ngapi. Kwa kile ambacho unakiangalia wewe kinakupelekea wewe uwe nani, au utende tendo gani, au tukio gani. Kwa sababu ambieni msikie Aisha. Kuna search hapo. Mathayo 6:22. Okay, thank you. Taa inasema taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Kwa kama macho yetu yameona uchafu, niwa na tabia, mfano imepita barabara, hata kama ni barabara unaona kitu kibaya, labda imempelekea kutamani au kukosea kwa namna yoyote, pale rudisha mashambulizi, omba toba. Bwana Yesu, ninaomba unisamee, macho yangu yamekosea. Sababu macho yako akisharibiwa, shetani akishaingia na ukamruhusu, ndio hapo sasa utashinda kuona mambo ya roho, ni vitu vya kiroho. Utakuwa macho yako yatakuwa yameshaathirika, na ile nuru iliyoko ndani yako ambayo labda ni neno la Mungu ambalo limeshiba kwenye nafsi yako, lote linakuwa diluted, yani linakuwa linapotea. Kwa shetani anaweza kutumia lango lako jicho ili kumdhuru mtu. Kwa mtu yote anasema si macho, naona macho yanawasha kama vitu vinatembea machoni, jua tu lango lilotumika ni macho.
Kwa kuna mapepo yanakaa kwenye nini? Kwenye macho. Mtu ana shida ya tunajifunza. Kwa mtu ana shida ya macho ya kuona macho. Yesu anaponya hata wasione. Wenye mashida ya macho ya miwani. Shida yake tu ni anataka kupona. Amina jamani. Kwa mwambie kwamba niangalie. Kwa nini tunaangalia jino kwa jino? Ngoja tusome neno. Kwa nini nakwambia niangalie? Hiyo Ufunuo Yohana 1 Ufunuo Yohana 1 hapa mstari wa alikuwa anasema hata milele. Nasema nitaanzia hapa mstari wa 12. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Kumbe una mlango mwingine nimegundua sauti, sawa. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama nini? Macho ya Yesu ni kama mwali wa moto. Kwa kama umejaa Roho Mtakatifu kweli na unajiakisha kwamba una nguvu za Mungu, mtu yote utakayemwangalia machoni, pepo haliwezi kustahimili kukuona. Kama mtu yuko salama akikuangalia zaidi ya nusu saa, hata kama ni mlevi, njia rahisi ya kumdeliver, mwambie niangalie machoni. Unaanza kuongea na kile kitu kichokota. Sio unaanza kuongea na huyo mtu. Sema wewe unayemfanya huyo asione. Wewe unayemfanya huyo awe mlevi. Na kwa Mungu toka nje. Huku kimkazia nini? Macho. Biblia inasema mahali fulani Yesu akamkazia macho. Kikubwa ushinde mashaka yako, ushinde dini, watu wananiangaliaje. Utafanya mambo makubwa sana. Hiyo ndio siri kufanya maamuzi. Kwa hata kama mtu anasumbuliwa na tamaa, la njia rahisi, kwa sababu tunajua mapepo, njia rahisi, mapepo yana macho, yana mikono, yana miguu. Kwa njia rahisi tu ni kuangaliana. Kwa mimi napenda niangalie. Kwa sababu akilini mwangu mimi sasa naanza kudecode kwamba hapa siangalie na mtu, naangalia na jini. Pepo loko ndani yake. Ghafla sikia nasikia mwepesi. Umekuwa mwepesi. Umekuwa mwepesi ghafla kwa dharura. Amina. Kwa shetani unaanza kumwangalia ndio nini? Mwambie macho yake ni kama mwali wa tujibu hivyo, macho yake kama mwali wa yanatoa radi yani. Ni hatari. Kama unaona vipi unasema tu Bwana Yesu ninatakasa, ninaomba toba na M2 tufanye practical. Sema Bwana Yesu, ninaomba toba na rehema kwa ajili ya macho yangu ambao nimekosea kwa kuangalia vitu visivyofaa na tubiata mishipa na mfumo mzima wa macho yangu. Naomba unisamehe. Sasa ninayatakasa macho yangu kwa damu ya mwanakondoo, ninayabadilisha kuwa mwali wa moto. Amen. Hamna atakayemwangalia atakayestahimili. Kama ni mcha atakimbia. Ila itunze wewe utakatifu. Kikubwa utunze nini? Utakatifu. Kikosea tubu tena. Amina. Samani mtumishi. Naam. Kwenye kitabu kile cha Ayubu, naona Ayubu hapa anasema nilifanya agano na macho yangu. Unaona? Kama basi nawezaje kumwangalia msichana? Kwa kumbe unaweza ukaweka agano kwenye macho yako. Yeah, waweza weka agano. Hilo lilinde maana yake litunze. Ayubu ngapi? 31. Lango lingine ni pua. Yaani milango mitano ile ya fahamu ya wanadamu, macho, pua, ni malango ambayo ninaposema shetani hata Mungu anafanyaje? Anatumia. Kumbuka tulikotoka tulisema mwanadamu
ni hekalu. Anaamua apangishe nani. Utapangisha majini, haya. Utapangisha uwepo wa Mungu, haya. Nafu kitu siri moja tu ajui. Mungu anaweza kukutumia kwenye sehemu fulani, nyingine asikutumie. Yaani vitu vya Mungu viko separate. Kulingana na vile ambavyo wewe umemfungulia viumba. Kama umemfungia viumba kwamba Mungu ni wa kuponya wengine aweze kukuponya, basi ataponya wengine au utaponya. Wani upako huo utaponya watu, wewe hautapona. Tunaelewana? Ndio maana unakuta mbona yule yuko hivi na hivi anafanya mambo ya kushangaza. Ni kutokana na jinsi ufahamu wake wa Mungu ulivyo, na jinsi ambavyo anaelewa Mungu, na jinsi ambavyo Mungu anataka kumtumia yule mtu. Kila mtu anaweza akatumiwa na Mungu kadri vile ambavyo umeelewa, yani umeupata ufahamu na umeanza practical. Kwa hiyo mimi nategemea hapo kushatoka hapo, usisubiri tena mtumishi, toka nenda atafute watu. Wanielewa? Unaposhinda njoo niulize. Mimi nikionaga nikimuuliza mhusika akinijibu haja anijibu, anasema sawa, okay, nimeshaelewa. Nani najibu na hebu mpumbavu, wewe umeshaona. Wewe umeshaona mtu anafanya nini kinatokea, umeshagundua siri. Toka nenda kafanye, imani pasipo matendo hiyo imekufa. Amina. Haya, pua inafanya kazi gani? Inanusa, si ndio? Kazi nyingine inapumua, si ndio? Kwa kama mtu lina mafua, shika pua, yani issue ya deliverance. Unashika sehemu ambayo inamsumbua mtu. Sio umekalili kale kaneno, utaweka mikono juu ya hapo. Mikono ni mamlaka. Ndio maana mtu ukwepo huko Tanzania, mwingine yuko Kenya au wapi, unamwombea anapona. Ni kwa nini? Utaweka mikono juu ya hapo. Ni ile mamlaka ambayo iko ndani yako. Yes. Alafu niwaelekeze kitu ambacho muwe nacho yani moyoni mwenu. Tunahangaika sana. Akawaita wale senashara. Akawapa mamlaka. I think it is nini? Tumezungumzia swala la mamlaka hapo. Nataka tuone ile neno linasema akawapa mamlaka. Kitu moja leo mtaifanya nifundishaga. Yani niwaharithishe. Ni ngapi ile? Marko ngapi? Akawapa mamlaka. Akawaita wale tenashara, akawapa mamlaka. Amri na mamlaka. Warumi 13 mstari wa kwanza unasema kila mtu na tima mweupe. Hapana. Tunataka ile anasema akawapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kadhalika, ya kutoa pepo. Akaambia toeni pepo, fueni wafu, pozeni wagonjwa. Kuna Mathayo, kuna Marko. Okay. Luka 9 mstari ngapi? Mstari wa kwanza. Anasema akawaita wale thenashara, ni wanafunzi, akawapa. Sema akawapa. Nini? Uwezo na mamlaka juu ya pepo. Wangapi? Wote. Luka 9 mstari wa kwanza. Pepo wote. Pepo wangapi? Wote. Pepo wangapi? Wote. Na kuponya maradhi. Akawapa nini? Uwezo. Sasa wewe utakuwa mtu ajabu. Baba nipe uwezo. Uwezo uko ndani yako tayari. Na mamlaka iko yako ambayo tunarithi sasa. Toka kwa mitume. Uko ndani yetu. Ila unakuwa activated vipi kutokana na kiwango chako cha maombi, unapojitoa kwa Mungu, unapojidhabihu. Waona? Ule uwezo unafanya unaongezeka. Kuna mambo hautaweza kuyafanya kwa kukalilika mstari. Ni kiasi kwamba kuna mambo utayafanya kile kiwango ambacho unakaa na Mungu sirini. Kiwango ambacho unamtafuta nani? Mungu. Kama unajua una huduma ya kudeliver watu, lazima uelewe hayo kwamba una uwezo ndani yako na mamlaka. Kila mtu aliyeokoka, yani kila aliyeokoka, uwezo uko ndani yake. Umepewa mamlaka.
Waona? Ni kama umepewa mamlaka nyumbani pako pale. Hakuna anaweza kukuingilia. Kama mama fulani, hii nyumba basi mimi naenda kazini, kisha naangalia mambo. Umepewa nini? Mamlaka. Sasa sio waje tena, baba, naomba mamlaka. Bana, ile mamlaka inakuwa activated. Kwa kadri vile unavyofanya, unavyoangalia. Ila sio vibaya kuomba uwezo na mamlaka kwamba ni dhambi. Ila ni ile kujitambua kwamba uwezo uko ndani yangu. Shetani anakuambia uwezo, mwambie uwezo uko ndani yangu. Mamlaka tayari umeshapewa. Go ahead, wanasema wazungu. Yaani endelea kuponya magonjwa, mapepo yote. Pepo nasema sitaki sema nimepewa mamlaka kutoa pepo wote. Subiani, makata, sijui mizimu yote. Kuna wakati fulani unaweza kutana challenge, unaomba tunasema mizimu yao mikali. Shetani anakuambia moyoni mizimu yao mikali. Afu wewe mwenyewe unaanza kupiga ghafla, umeshangaa una hofu yani. Hofu imebana yani. Hapo sasa ya kufanya, endelea kukomaa. Endelea kufanya kukomaa. Hamna mzimu mkali mbele za Yesu. Na jambo la kwanza lazima Bwana Yesu achukue utukufu. Yaani akilini mwako wewe usiseme mimi ndio mimi. Utakukuruka nalo hilo hadi ukome. Kwa kiwango chako cha kukaa na Mungu kuna matatizo utayaweza. Kwa nini? Kwa sababu rohoni kuna levels. Mfano kina Gwajima wana levels za juu za kiroho. Yaani mtu anaanza suppress power, kusuppress zile nguvu za Mungu kwa watu wengi. Maana uwezo wake una nguvu zake, nguvu ambazo Mungu ameziweka ndani yake zina uwezo wa kuhudumia watu wengi. Waona? Kwa kila mtu ana uwezo wake. Mimi na uwezo wangu, wewe una uwezo wako. Kila mtu ana uwezo wake kwa kadri ya jinsi anavyoweza kustahimili ile mikiki. Amina wapendwa. Lango lingine lango lingine Japan. Kabla sijaenda huko na kitu nimekiona hapa. Mungu hujaelezea mtumishi. Wapua. Ndio hivyo inatosha. Nitaelezea, utanikumbusha hapo. Na kitu kingine nikiona hapa mimi la kuamuru. Na bila shaka. Wani niwachane na hiyo sijaiona kwa haraka. Okay, kwa hizo pua shetani anaweza kukaa kwenye pua. Unasikia mtu ana kinyama kwenye pua. Sio nyama ile nyuma ile tatizo ni pepo. Unasema hivi, wewe pepo uliyeleta una nyama. Kama mtu ana kinyama, ambia wewe unashika pua, hata kama iko maswali shika pua, unaweza kashika pua yako. Kuwakilisha pua, mambo yanatokea. Tena kuna mtoto mdogo wangu ana kinyama. Na vinyama. Kwa unasema hivi, ndio unaanza practical. Wewe kinyama uliko ndani ya pua hii, unaongea nacho. Kwa nini unaongea nacho? Kila kitu kila kitu chenye jina, hata iwe baya, kinasikia. Ndoa ya chooni, jamani ndoa ya chooni iko wapi? Ina jina, si ndio? Maana kuna identity yake kwamba hii ni ndoa ya chooni. Ndio maana ukipiga teke inalia pom 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 pom, inatoa sauti. Inasikia. Kama tunaweza tukaongea na umeme, tukaongea na maji, ndara ya maji. Huku tumekaa huku. Wakaleta na maji, wakaleta umeme. Tukaongea na kuku, tukaongea na nyuki, tukaongea na upepo. Ni kujielewa tu kwamba mimi nina kitu ambacho ni cha tofauti. Mimi ni mwanadamu, nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa mimi nashiriki uungu wa Mungu. Hilo basi. Mimi ni mwana wa Mungu, siwezi kuwa zezeta. Aya. Kwa matatizo yanatokana na hiyo ni pepo limekaa kwenye pua kutesa tu maisha yangu. Mimi nimegundua hata allergies hizi. Mapua, unashika mapua. Mimi hapo ndo nahitaji kufunguliwa maana. Nitesa kweli. Haya. Lango lingine ni mdomo. Mdomo.
Mdomo unaweza ukawa pia ni lango la shetani kulitumia kufanya mabaya. Mtu yote mwenye sema mimi natamani kuacha umbea au matusi au nini, maana kilichoshikwa nini? Mdomo. Mtu anaweza kukuta anaongea maneno mazuri tu, ukikaa kwa akili ya kutulia, ila haeleweki. Bana naima wewe bana, yani hapewi nafasi ya kuongea, ni kibali kimechukua kwenye nini? Kwenye kinywa. Kwa kuna kimtu kimeenda huko nyuma mapazia, kimeenda kuchukua nini? Ulimi wake alipolala adui akapanda magugu. Wakachukua kaulimi, wakachukua au mdomo asio na kibali. Huo mdomo wako, huo mdomo aliochukuliwa yeye, kuna mtu anatumia kule ambao kwamba yeye mwenyewe alikuwa hajijui kwamba mdomo wake, kwa kutumia mdomo wake anaweza kupata maisha mazuri. Mbona shetani anatumia huo ujinga? Ububu, ububu, mtu ana ububu. Mtu ana ububu. Nyuma yake kuna pepo. Aya. Mathayo 9:32. Mathayo 9:32 nasema hata hao walipokuwa wakitoka, tazama, angalia, wakamletea mtu bubu mwenye pepo. Kumbe bubu anaongelea sikioni, anaongelea mdomoni, si ndio? Kumbe pepo linakaa limefunga ulimi, kifungo cha ulimi. Sasa aka sio anasaidia kuongea. Unaweza kashikaka kakabuni kafunguke, unasema wewe ulimi unanisikia. Niwaambia kama kitu hadi tumbo. Haya mambo ni practical. Liambia hata tumbo lako, tumbo, wewe marufuku kunisumbua, mimi nimepona, nyamaza kimya. Baadaye anza kusema asante Yesu umeniponya. Hata kama unasikia maumivu makali, amka anza kusema asante Yesu. Asante Yesu umeniponya. Asante Bwana. Kadri unavyosema asante Bwana, utashangaa ule ugonjwa umeamsha. Amina. Ndio jinsi ya kufanyia deliverance. Milango ambayo kinywa kinaweza kikakamatwa, moja wapo maneno machafu ya vinywa vyetu. Maneno machafu, kuongea, yani of course kwa ujumla ni maneno yasiyofaa. Maneno yasiyofaa. Mlango unaopelekea ulimi wako au kinywa chako kinajisike. Kinywa cha mtu kinajisike. Kwa kama ni mtu limefungwa, cha kwanza yani kila kitu ni nini? Toba. Hata mgonjwa akawa anaumwa, cha kwanza nini? Ni toba. Toba. Hata ukisikia dhambi moyoni, ukisikia tumepita dhambi, uongo, tubia uongo. Bwana Yesu nisamee kwa ajili ya uongo wake. Usiseme nisienkani nimemsingizia. Taja wanadamu waongo, unadanganya, sidanganyani kumbe niliongo kweli. Habari anasema nitanishi, unajua pale sikukwambia tu nilikuwa naogopa. Nitakupiga na makofi kabisa. Tumia mamlaka ya kinywa chako kwa mujibu wa Yakobo 3 kuyaamuru mambo yasiwezekana yakawezekane. Haya. Ufunuo Yohana 1:16 huko mwisho anasema hivi, anasema na upanga mkali na wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake. Ufunuo 1:12. Kwenye kinywa cha Yesu kunatoka upanga. Unaponena wewe, shetani anaweza akakupiga na mashaka kwamba hamna kinachotokea kwa sababu unaona nje. Waona, wewe mwambie hivi, Yesu kinywa chake kina upanga, kuna maneno yake yatoka kama upanga ukatao kuwili. Jambo la kushangaza juzi ambalo nilifunuliwa hivi. Mtu mwenye uongo ana ndimi za nyoka. Ndimi zake ni nyoka katika ulimwengu wa roho. Roho ile nyuma ya uongo ni nyoka. Kwa kemea ile roho ya nyoka, imwachie roho ya udanganyifu. Labda na sisi kemea roho, itamwachia wewe, mtu ataacha uongo.
Nyuma ya kila dhambi kuna pepo. Sema Bwana Yesu, ninaomba unisamehe. Shika kinywa chako sasa. Naomba unisamehe kwa sababu ya kinywa changu kimenena maneno mabaya, kimenena udanganyifu, kimenena uongo. Hata ulimi wangu umetamka maneno ya kujilaani, maneno mabaya, maneno mabaya. Naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unisamehe. Kuna mambo yametokea bila mimi kujua kwa kutumia kinywa changu, yametokea katika ulimwengu wa roho. Ninaomba unisamehe, ambayo yatatokea katika mwili, na ambayo yamekwisha kutukia. Naomba unisamehe. Natakasa kinywa changu kwa damu ya mwana kondoo. Natakasa athari zote zilizotokana na kinywa changu. Bwana Yesu, ninaanza upya sasa. Ninaweka moto kwenye kinywa changu. Napanga upanga mkali wenye makali kuwili kwa jina la Yesu. Amen. Lango la mashetani lingine ni uso. Uso unaweza kutumika na shetani kufanyaje? Kuloga. Mabinti wanaweza kukuta na kibali kinapotea. Kibali kinapotea. Kwa mama, napoombea wadada. Unaweza kukuta amewekea uso wa mzee, haolewi. Yaani ukiona mtu anambia mbona umekuwa kama mzee? Maana yake hiyo kweli wameshamrudishia roho ya nini? Ya uzee. Au amebisha ngozi ya nyoka au ngozi yoyote.